ni uongo kwamba nimezungumzia usajili wa Yanga specifically kama Yanga. Lakini cha pili ni kwamba nataka niwaambie watu, mimi ni mtu wa michezo sana, na mchezaji, mtu anayependa michezo, mtu anayependa mwanachama wa Simba kwa kadi, mwanachama wa Arsenal, shabiki wa Arsenal ambaye ana kadi ya Arsenal. Kwa mimi ni mtu wa michezo kweli kweli. Yaani Arsenal inacheza hadi mpaka huwa na vibrate kwa hofu zile ambavyo kama tukifungwa. Sasa kitu ambacho nakataa ni michezo kutumika politically. Lakini cha pili ni kuonesha umuhimu. Kitu nilichokuwa najaribu kufafanua kwenye siku ya vijana, niliwaambia wasikubali michezo kutumika kuwaondoa kwenye reli, kuwaondoa kwenye hoja za msingi za nchi. Kwa sababu Kihamu, nikuulize, hivi siasa ikiharibika kuna michezo kwenye nchi? Kuna. Sasa hivi pale Sudani hapo, nikupe mfano wa jirani tu. Sudani si walikuwa na timu zenye nguvu, tena zenye virabu vina fedha kuliko hata Simba na Yanga hii. Kuna kilabu fulani ya Sudani ipi ile ambayo ina uwanja mkubwa kama huo wa kwetu hapo wa Taifa? Al Hilal. Sasa leo mpira unachezwa pale. Kwa maana yangu ni nini? Siasa ndio mama wa kila kitu. Siasa ndio tukiwa hatuna stability kwenye siasa. Wakati wa vurugu zile za tarehe 29, mambo yaliyotokea, kuna mtu alikuwa anaenda uwanjani? Siasa ikiharibika, hakuna mtu ataimba kwaya, hakuna mtu atacheza michezo, hakuna mtu atafanya nini. Kwa tunapopigania siasa ndio ina produce vitu vyote hivi. Siasa ndio itakusababisha uchumi wako. Au nikupe mfano mwingine. Hivi mtu ambaye anaumwa, mtoto wake hawezi kutibiwa, huyo mtu ataangalia mpira? Kwa sababu ameenda Muhimbili, hawezi kupata matibabu anayotakiwa kupata. Kwa siasa ndio inasababisha watu wasipate matibabu. Kwa kipi cha muhimu? Kipi kinaanza kwanza? Hiyo ndio ilikuwa message yangu. Na nikatoa mfano kwamba hivi vilabu vinatumika kisiasa. Hivi ile nikupe mfano, wewe unafuatilia michezo pia. Hivi Arsenal inaweza kwenda kumchangia chama cha Labour Party kinafanya kina kwenye kampeni ya michango yake? Inawezekana hicho kitu? Au Community Shield imechezwa jana Arsenal na Man City. Hivi waziri mkuu wa Uingereza ambaye ana nafasi kama ya rais wa hapo kwetu, anaweza kuhamisha wasicheze pale Wembley, akwambie njoo mcheze kwenye kitongoji changu kwa sababu ana shughuli yake binafsi? Hapana. The fact kwamba hivi vilabu vinaweza kuhamishwa kwenda kufanya michezo kwa matakwa ya watu, then they are being used politically. Wewe unakujaje kwenye tamasha la burudani, unakuja kusema mama oye? What is the meaning of that? Unawezaje kwenda kwenye mpira wa Simba na Yanga, watu wamevaa kwenye jezi imeandikwa 5 tena mama? Tukisema wanatumika kisiasa tumekosea nini? Sasa nchi hii, lakini hizo club nyinyi zinawapa nafasi ninyi wapinzani? Labda hatuhitaji hata hiyo nafasi. Tunataka siasa ifanyike kama siasa na mpira ufanyike kama, wafanye professionally. Sisi ni watu ambao tunataka tutaibua vipaji. Kwa sababu bila kuwa na siasa ambayo ni imara, siasa imara ndio inajenga uchumi imara. Uchumi imara ndio unaweza kusababisha tujenge viwanja. Leo tuna viwanja viwili, si vitatu, ndio tunaimba miaka 65. Lakini tulipaswa tuwe na viwanja Mwanza, tulipaswa tuwe na academy everywhere, tuibue vipaji. Lakini kwa sababu vinatumika politically, ambao sisi hatutaki tuwatumie politically, tunasema tu Simba na Yanga be neutral, kuwa klabu ya kila mtu. Kwa sababu unapochukua shilingi milioni 100 ambayo ni mapato kutoka kwa wanachama wako, unapelekea CCM. Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema, ni mwana Yanga. Yeye umemweka wapi sasa? Hera yake ambayo labda ametuma message au amenunua jezi amefanya, unapelekea CCM na hizo club ambaye ni mpinzani wako. Hapa nyinyi hela hizo club hazijawahi kuwachangia, hazijawahi kutupa na hatuhitaji watupe. Okay. Wao hebu nielewe ninachosema. Nakuelewa. Ninachotaka mimi na message yangu ambayo inajaribu kupotoshwa ni kwamba hii michezo na burudani tusikubali wakazitumia kisiasa, kitu ambacho wanafanya. Kama unataka kujenga arena ya mchezo,
Usije sisi kutuambia siku tumelipa kiingilio chetu, sisi tunataka kusherekea hapa, tule good time, sio kwenye maisha matatizo haya. Tunataka kula good time kwenye ukumbi, unakuja kutuambia mama anatujengea arena. Kaitishe mkutano wa hadhara kule Vingunguti, waambie watu kwamba mama anajenga, sio nini, unanielewa vizuri. Tunapokwenda kwenye Simba na Yanga, usije kutuambia mama oye. Mama oye ni nini? Itisha mkutano wako wa hadhara, sema mama oye hata mara 600, hakuna atakaye kuquestion. Klabu ikiruhusu ukaja kufanya mama oye, kwa sababu inajidanganya na nguvu, sisi wengine tutasema ukweli. Kama wajinga wachache watatuelewa, wenye akili watatuelewa kwamba tulichosema ni kweli. Barua na sisi hatuogopi kusema ukweli kwa sababu eti watu wengi hawatatuelewa. Ukweli ni ukweli. Hata ngoja nikwambie Faliana, ile si TV ni nini? Ni speaker. Sisi wote tukilazimishwa hapa tukashikiwa bunduki tukasema ile ni gari, itageuka kuwa gari? Hata kama wote tutasema ile ni gari, itabaki tu ni speaker. Kwa hiyo hata kama watu wote hawatatuelewa ukweli tuliosema, lakini kama ni ukweli tutausema tu bila kujali. Na ile barua mliotuma FIFA kuhusu Yanga kuchangia sisi, tuliandika. Yes, tuliandika. Walijibu na watu wa Yanga wanajua what happened. Walijibu, waliambiwaje FIFA? I don't know waliwajibu nini, lakini sisi tulilalamika. Tuliletewa majibu kwamba wanashughulikia. Okay. Ni kitu ambacho hata juzi tumesema kwamba hawa jamaa wanatangaza kwamba kuna magaidi na wanahalika watu. Hizi barua tutaziandika, sio kwamba hatuandiki. Mtawaandikia. Yes, tunaandikia FIFA, tunaandikia CAF kwamba hebu angalieni nini upya mtazamo wenu na mambo mnayoleta hapa, kwa sababu hao watu wanasema kuna magaidi hapa, kwamba AFCON isifanyike. Sasa wao wataamua. Lakini kama wanaweza kufanya AFCON kwenye ugaidi wala hiyo sio kosa. Ni kweli tu kama serikali inatangaza kuna magaidi 64. Nchi zenye ugaidi unaweza kupeleka mpira ya Asia kule Afghanistan. So watu hawaingii uwanjani, wataona kwamba mtu anaweza kuingia na bomu humo akajilipua na sisi. Kwa hiyo lazima watu wajue implication ya vitu wanavyokuwa wanafanya nini? Wanavifanya. Zamani watu wanapuzia. Yaani unakuta mtu kosa linafanyika kwa sababu tu ya hofu, mtu anasema nikisema hiki watu watanionaje. Uongozi wetu sio watu watatuonaje. Ukweli ni nini? Hii ni rangi nyeusi. Tutasema ni nyeupe. Tutasema ni nyeusi hivyo hivyo. Wanaosema ni nyeupe wajue sio zama hizi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Chadema inajulikana kuwa na msimamo mkali. Unadhani msimamo huu unasaidia kujenga chama au inaenda kufanya kuwatenga na wananchi ambao wamekuwa wakipenda amani na utulivu? Kwanza sisi ndo tunataka amani na utulivu. Yani amani na utulivu haiwezi kujengwa kwa basis ya uongo. Yani hiyo ni temporary amani. Yani ni amani ambayo ni very temporary. Ni kama mtu anakudanganya kwamba kuna amani wakati hakuna haki. Ime trend picha ya kijana mmoja ambaye alikamatwa juzi Arusha. Walikuwa wamepotea njia, wakaingia mbugani, wakateswa sana, mmoja wao amekufa. Umeona hisia za watu wanapozungumza. Haya matukio ya watu kuumizwa na vyombo vya dola, watu kuuawa, watu kutekwa, watu kufanyiwa vitendo vya kinyama kwenye vituo vya polisi na maeneo yanayomilikiwa na vyombo vya dola. Yanajenga, kwa maoni yako, yanajenga utangamano, yanajenga amani au yanajenga chuki? Nataka nikupe mfano ambao utauelewa. Bila shaka mama yake Polepole alikuwa anamuunga mtoto wake mkono. Mimi mamangu ananiunga mkono hapa nilipo. Mamangu amelazimika kuwa mtu wa Chadema kwa sababu yangu mimi. Na ndugu zangu baadhi. Ninao of course wengine ambao wako CCM. Sasa yule mama alikuwa CCM na alikuwa anaunga serikali kwa sababu mtoto wake alikuwa CCM, alikuwa barozi, alikuwa DC. Leo mtoto wake ametekwa. Ile familia ya Polepole bado itaendelea kuunga mkono kile chama? Haiwezi, bila shaka. Watu waliouawa, walioumizwa, hata nyie kuna mwenzenu hapa aliuawa. Familia yake inaionaje serikali? Watu waliotekwa juzi, yule kijana aliyeumizwa, hao watu wanaionaje serikali? Sasa hao wanajenga chuki, wanajenga upendo au wanajenga nini? Sisi tunaosema acha haya matendo, tunasema kwa lugha za wazi. Sisi hatuwezi kutengwa na wananchi. Wananchi wanatuunga mkono zaidi, na wananchi hawatuoni kama chama cha vurugu, wanatuona chama kinachosema ukweli.
watu wanaoonekana vibaya ni hao. Na fuatilia vita kuu ya pili ya dunia, kulikuwa na long term causes, au vita nyingine zote long term causes, sababu za muda mrefu. Watu baada ya vita kwanza ya dunia, Ujerumani ilishushiwa, Deutsche Mark ilikuwa devaluated, jeshi lao lilikuwa slashed, wakasema waliachiwa manuali 6 tu za kivita, walikuwa na matatizo mengi. Lakini nini kilicho trigger vita kuu ya pili ya dunia? Ni assassination of the Archduke. Sasa kuna sababu za muda mrefu za watu kutekwa, kuumizwa, kufanyiwa vitendo viovu. Kiongozi wetu mmoja amenipa hiyo masimulizi ya vitu alivyofanyiwa na watu wa dola. Wanamuingizia spoku kwenye sehemu za uume, mateso yale, wamepigwa. Yule dada anaitwa Nema Chozaire, amepigwa, hizi nyayo haziwezi kukaa chini. Yaani mtu amekamatwa yuko chini ya ulinzi, anapigwa kiasi kile. Sasa kilichotokea kwa mfano kwa wale vijana, ushuhuda wao umesikika, lakini ni watu wengi wanafanyiwa hivyo, na wale si jeshi usu watakuwa sacrificed kuonesha kwamba tumelifanyia kazi, wale watakamatwa, watawekwa ndani. Lakini kwani ni wao wenyewe? Ni utaratibu wa dola nzima, imeshaoza hivyo. Ndio matendo wanayofanyia binadamu. Kwa hiyo yameshakuwa matendo ya dola yote ya CCM, kukamata watu uko chini ya ulinzi, wanakuvunja miguu, wanakutesa, wanakufanyia vitendo ambavyo ni vya kinyama. Haya matendo yanachochea chuki. Kwa tukichukua msimamo mkali dhidi ya hayo mambo, hatukosei chochote. Kuchukua msimamo mkali dhidi ya matendo yanayoenda kinyume na haki za binadamu ni sahihi kabisa.